Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaitwa Askofu Dickson Kaganga, askofu wa Assemblies of God, Tanzania Assemblies of God, jimbo la Zanzibar. Lakini kwa neema ya Mungu pia mimi ni mwinjilisti wa taifa, na tuko Babati kwa ajili ya Mega Crusade ambayo imeandaliwa hapa kwenye mji huu wa Babati. Na kwa kweli nataka niseme kwa wakazi wa Babati na vitongoji vyake, tulianza jana na tumeona Mungu akitenda mambo makubwa ya ajabu. Kwa hiyo kama uko maeneo haya ya Babati, tafadhali na kusihi kabisa ya kwamba walete wagonjwa na wenye mahitaji. Lakini pia sio lazima uwe mgonjwa ili uje kwenye huu mkutano, kwa sababu una ugonjwa ambao ni mbaya kuliko magonjwa mengine yoyote. Ni ugonjwa wa dhambi ambao huo hauna tiba, hauna dawa, isipokuwa tu ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Kwa hiyo ukija kwenye mkutano huu, ninaamini kabisa ya kwamba utakutana na nguvu za Mungu, utakutana na Yesu atakuhudumia. Karibu sana. Tumeanza na siku ya baraka sana jana kwenye mkutano, na leo tunaendelea, na tuko kwenye hivi viwanja kwa takriban siku 6. Kwa hiyo usikose hii fursa, mkazi wa Babati. Umekuwa ni mwinjilisti wa muda mrefu na mwandaji wa mikutano mikubwa kama hii. Pengine changamoto kubwa huwa ni nini? Changamoto kubwa ya mikutano kama hii ni maandalizi. Mkimiss kwenye maandalizi, maana tafsiri ya mkutano ukweli wa injili ni pale ambapo mnawakusanya watu wasioamini mahali fulani wapate fursa ya kuisikiliza injili na kushuhudia matendo makuu ya Mungu ili waamini na kisha waokoke. Sasa mkimiss kwenye maandalizi, unaweza kujikuta mmejikusanya nyinyi wenyewe tupo wa Kristo, unaona, mnasherehekea pale. Mikutano mingi sasa hivi imegeuka, imekuwa matamasha au semina za nje. Kwa hiyo ni kampeni, lazima mfanye jitihada kubwa sana ya kuwaalika watu, washirika wahamasike, mabango yabandikwe, mtu kwa mtu waalikwe, unaona. Sasa wanapokuja hawa watu wengi ambao hawajaamini, ndio tunaita mkutano wa injili, kwa sababu sasa wanapata fursa ya kuisikia injili kwa usahihi. Na lazima sasa wahubiri wetu wahubiri kwa usahihi, tuachane na stories, tuwahubiri kwa usahihi, yani habari za Yesu Kristo. Kiini cha injili iwe ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akafufuka, akatupa maisha mapya tunapomwamini. Haya mengine sasa yanaweza yakapamba pale, ni kama vile mtu umepika chakula sasa waweka viungo kule Zanzibar twasema, lakini umuhimu ni kile chakula chenyewe ni Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akafufuka, na ili tuweze kuwa na maisha mapya. Kwa hiyo wainjilisti nao wanapaswa wahubiri, maana watu umewakusanya and then unawapa stories badala ya kuwapa injili. Unaona, watu wamechoka na hizo story, wanahitaji injili. Na injili hiyo lazima iwe na ushuhuda wa matendo makuu. Ndio maana inahitaji maandalizi ya muda mrefu, kwa maana ya utawala, maandalizi ya muda mrefu kwa maana ya mambo ya kiroho, ili siku ile ya mikutano sasa iwe ni injili ya kweli inayoshuhudiwa na matendo makuu ya Mungu. Kumekuwepo na mbinu nyingi za kuhubiri injili, na kama tunavyoona kwamba wainjilisti wameandaa mkutano mkubwa sana ambao unaendelea hapa mjini Babati. Lakini wamekuwa na session zingine ambazo wanazifanya huko mitaani, kuona wainjilisti wakiingia mitaani na kuweza kulihubiri neno la Mungu. Pengine katika hili wewe binafsi unalizungumziaje? Mwinjilisti ni nani? Mwinjilisti ni mtu ambaye ana shauku ya kuona watu wanakuja kwa Yesu Kristo. Sasa tunaweza tukatumia mikutano, ni njia mojawapo tu, lakini njia effective zaidi ni ile mtu kwa mtu. Ndicho ambacho tunakifanya. Hata Yesu Kristo mikutano mikubwa, lakini unaona